Masomo ya kuhesabiwa haki kwa imani katika kitabu cha Warumi sehemu ya 4. Warumi sura ya 3 mstari wa 19 hadi mstari wa 31. Haki kwa imani pekee. Kristo muumbaji na mwenye kuhifadhi moyo mpya. Msingi wa somo la leo ni nusu ya mwisho ya sura ya 3 ya Warumi, tukianzia na fungu la 19. Basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Mafungu ya 21 na 23 kwa namna ya ufupisho inabeba yote yanayoshughulikiwa katika mafungu yanayobaki ya sura hii. Sehemu iliyobaki ya sura hii ni ukuzaji wa kile kilichotangulia. Katika sura hii pia hujitokeza kilele cha wazo la waraka. Kwenye sehemu ya kwanza ya sura hii umesisitizwa ukweli kwamba Mungu hapendelei watu. Ni matendo pekee ndiyo yanayohusika hukumuni. Lakini wakati ni kweli kuwa mti unatambulika kwa matunda yake, pia ni kweli kuwa haiko katika uwanja wa wanadamu kuhukumu matunda hayo. Mungu pekee ni hakimu. Anaangalia moyo, wakati mwanadamu anaweza kuhukumu kutokana na mionekano tu. Kwa hiyo wakati matendo ya mwanadamu yanaweza kuonekana ni mema kwa wenzao, kwa Mungu aonaye yale asiyoweza mwanadamu kuona, yanajulikana kuwa ni uharibifu, ni ubatili na kujilisha upepo. Tena mwenye haki ataishi kwa imani. Ni kiasi gani cha maisha ya mwanadamu yanapaswa kuwa ya haki? Yote. Kwa kweli mwenye haki ataishi kwa imani, kila dakika, kila sekunde, kila saa. Lakini kwa matendo ya sheria hakuna tendo litakuwa la haki. Huu ni msemo mgumu, lakini unaopaswa kuaminiwa, maana ndivyo isemavyo Biblia. Hakuna tendo awezalo tenda mwanadamu liwezalo kuwa la haki kwa sheria tu. Ndiyo, hakuna tendo atakalotenda mwanadamu liwezalo kuwa la haki kwa sheria tu, bali ni kwa imani kupitia Kristo Yesu, ndipo tendo atendalo mwanadamu laweza kuhesabiwa haki. Ni kwa imani pekee mwanadamu au tendo lake laweza kuwa la haki. Sheria inamhukumu mwanadamu kwa matendo yake, na sheria ni kuu kiasi kisichokadilika, kiasi kwamba hakuna tendo lolote la kibinadamu liwezalo kuinuka kufikia kimo cha sheria. Hivyo ni lazima awepo mpatanishi ambaye kupitia kwake kuhesabiwa haki kwaweza kuja, na haki hiyo ni yake hasa yule aliyepewa kwa sababu ya imani yake. Moyo usiofanywa upya ni muovu, usio na tumaini kabisa. Ni maovu pekee yake yaweza kutoka katika moyo uovu. Moyo muovu waweza kutoa maovu. Ili kuleta matendo mema ni lazima uwepo moyo mwema, na ni mtu mwema pekee awezaye kuwa na moyo mwema na kutenda mambo yaliyo mema. Lakini kwa vile wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, basi matendo yote ya kibinadamu yameharibika, ni ubatili mtupu. Sheria yenyewe ndicho kiwango cha haki kamilifu, lakini Kristo ni kweli, njia na uzima. Ndani ya Kristo kuna haki kamilifu ya sheria na neema, ili kukirimia karama ya haki kwa njia ya imani. Na kwa hili manabii wenyewe walikuwa ni mashahidi, maana walihubiri haki kupitia Kristo kwa njia ya imani. Mwanadamu anapotafuta kujihesabia haki mwenyewe kwa matendo yake, anakuwa anarundika tu mapungufu juu ya mapungufu, hadi pale kama Paulo atakapohesabu yote kuwa hasara, akijua kwamba hakuna haki isipokuwa ile tu iliyo ya Kristo kwa njia ya imani. Lipo jambo moja tu katika ulimwengu huu analohitaji mwanadamu, nalo ni kuhesabiwa haki, na kuhesabiwa haki ni halisi, si nadharia. Ni Injili. Kitu kisicho na mwelekeo wa haki hakina faida na hakistahili kabisa kuhubiriwa. Ni dhambi inayopaswa kutubiwa. Haki yaweza tu kufikiwa kwa njia ya imani.
Matokeo yake, mambo yote yanayostahili kuhubiriwa ni lazima yawe na mwelekeo wa haki kwa imani, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Inaeleweka vizuri kuwa hakuna tendo letu lolote liwezalo kusahihisha yale yaliyopita, lakini vile vile ni kweli kwamba hatuwezi kuhesabiwa haki kwa tendo lolote la wakati, kama tusivyoweza kuyageuza mambo yaliyopita yaweze kuwa makamilifu. Ni kwa imani pekee kwa njia ya Kristo Yesu. Tunahitaji haki ya Kristo ili kuyafanya ya sasa yawe ya haki, hali kadhalika kuyafanya makamilifu matendo yaliyopungua yale ya zamani. Katika swala la mtoza ushuru na Farisayo, yule ambaye hakuweka matumaini katika matendo yake mwenyewe aliteremka kwenda nyumbani kwake akiwa amehesabiwa haki, lakini yule aliyetamani kujifanya mwenye haki ndani yake mwenyewe kupitia matendo yake alipungukia haki. Yeyote anaweza kuipata yeye atakayeiomba, lakini kwanza kila mmoja ni lazima ashuke kwenye usawa wa wadhambi wengine, na hapo aipokee pamoja na wengine akisema, Mungu uniwie radhi mimi mdhambi. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Warumi sura ya 3 mstari wa 24. Ukombozi ni nini? Ni kununua upya. Haki ni kipawa cha milele na imenunuliwa kwa bei ya milele. Ni zawadi ya bure kwetu, lakini imelipiwa. Damu ya Kristo imeilipia haki. Tunahamasishwa kutafakari ukuu wake ili tupate kujua kwamba ingawa jambo linalopaswa kufanyika li mbali sana na ufahamu wetu, pia uwezo unaolitekeleza umbali sana na ufahamu wetu. Aitangaza haki yake kwa ajili ya kuziondolea mbali dhambi zetu. Ni yeye aziondoleaye mbali dhambi zetu, na ikiwa tu tutajiachilia sisi wenyewe kwake, zitafutwa kabisa. Kristo hatoi vyeti vya msamaha, lakini haki yake huzifuta dhambi zote zilizopita. Anauweka huru moyo toka dhambini katika wakati uliopo, kwa kadri haki yake inavyoendelea kujaza moyo huo. Imani ndiyo mwanzo wa hekima yote, ndiyo msingi wa ufahamu wote. Kamwe mtoto asingeweza kujifunza chochote kama asingeamini kile aambiwacho. Sasa ikiwa iko hivyo katika mambo ya asili, kwa nini tusiwe wenye akili pia katika mambo ya rohoni? Ukombozi huja kupitia uweza wa uumbaji wa Kristo, na ndiyo maana napenda kufikiri kwamba yeye ni muumbaji wa vitu vyote, kwa kuwa yeye aliumba malimwengu kutoka patupu na kuvitegemeza vitu vyote kwa neno la uweza wake. Anaweza kwa neno hilo hilo kuumba ndani yangu moyo safi, moyo mwema, na kutunza kile mamlaka yote ni yake na utukufu wote pia ni wake. Ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu na kutimiliza kusudi lake jema. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13. Basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha! Kinyume chake, twaithibitisha sheria. Warumi sura ya 3 mstari wa 31.